Imani shimwe. Acha tusikize neno la Mungu. Tusikize neno la Mungu. Fungueni kitabu cha Waamuzi sura ya 10. Waamuzi sura ya 10, sawa? Alafu nataka mimi na si mimi nataka, ni Roho wa Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba leo tujadili maneno ya Mungu ambayo yanatuonyesha jinsi gani ambavyo ni hatari kuishi katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tunataka tupeane angalizo. Yaani Roho wa Bwana anataka atupe angalizo, atuonyeshe ni jinsi gani ambavyo ni mateso makubwa sana kuishi katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kufanya dhambi kuwa mazingira rafiki yako. Yaani kufanya, yaani wewe uzima wako uwe wa kutembea katika dhambi siku zote. Yaani kuwa na mazoea na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Somo tunalotaka kujifunza linamaanisha nini? Madhara ya mazoea. Mazoea ya kuishi kidhambi. Nadhani inaeleweka, sawa? Ukugira kamenyere. Ni vyaha. Yaani unakuwa na ile habit. Yaani mazoea. Yaani wewe upo tu. Yaani maisha yako ya kila siku upo tu kidhambi. Si inaeleweka jamani? Tuone hatari zake, jinsi ambavyo inatesa. Inafika wakati inaumiza moyo wa mtu katika maisha tulionayo, kwenye safari tulionayo ya mahusiano na Mungu, safari ya kwenda mbinguni. Hapa tutasoma maneno machache. Halafu si machache sana, lakini ni machache kwa sababu hii story ni ndefu sana. Ukisema utafute ilikotoka, unaweza ukasoma kuanzia sura ya kwanza ukasoma mpaka sura ya 11, 12, 13. Lakini tunasoma maneno machache katika sura ya 10 ya kitabu cha Waamuzi. Tuone jinsi gani ambavyo ni vibaya kuzoea. Kutenda dhambi unatubu, unatenda dhambi unatubu. Bwana Yesu atuhurumie. Ni mazoea mabaya ambayo kwanza Mungu mwenyewe hayapendi. Lakini vile vile japokuwa Mungu ni wa neema na hachoki kusamehe, na wewe mwenyewe yanafika mahali yanakutesa. Bwana tuhurumie. Sawa. Tusome katika kitabu cha Waamuzi sura ya 10. Nitaanza kuanzia mstari wa kwanza, halafu nitaangalia mara nitaishia. Nafikiri naweza nikaishia kwenye mstari kama wa 15. Acha nisome, nitasoma kwa jina la Bwana. Baada yake Abimeleki akainuka Tora mwana wa Pua, mwana wa Dodo, mtu wa Isakari, kuwaokoa Israeli. Naye alikuwa akikaa Shamiri katika nchi ya vilima ya Efraimu. Huyo akawa mwamuzi wa Israeli muda wa miaka 23. Akafa, akazikwa katika Shamiri. Baada yake huyo akainuka Yairi Mgileadi, naye akawa mwamuzi wa Israeli muda wa miaka 22. Huyo alikuwa na wana 30 waliokuwa wakipanda wanapunda 30. Nao walikuwa na miji 30 ambayo inaitwa Hawothi Yairi hata hivi leo. Hayo nayo iko katika nchi ya Gileadi. Yairi akafa, akazikwa huko Kamoni. Kisha wana wa Israeli walifanya tena yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Wakawatumikia Mabaali na Mashtoreti na miungu ya Shamu na miungu ya Sidoni na miungu ya Moabu na miungu ya wana wa Amoni na miungu ya Wafilisti. Nao wakamwacha Bwana, wala hawakumtumikia yeye. Hasira ya Bwana ziliwaka juu ya Israeli,
akawauza na kuwaua mikononi mwa Wafilisti na mikononi mwa wana wa Amoni. Mstari wa 8, nao wakawasumbua na kuwaonea wana wa Israeli. Mwaka huo waliwaonea wana wa Israeli wote waliokuwa ng'ambo ya pili ya Yordani katika nchi ya Waamori iliyoko huko Gileadi muda wa miaka 18. Wana wa Amoni nao wakavuka Yordani ili wapigane na Yuda na kupigana na Benjamini na nyumba ya Efraimu. Basi hivyo Israeli walikuwa wanasumbuliwa sana. Ndipo wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Haleluya. Pia hayo maneno kwenye mstari wa 13 kuanzia mstari wa 12 wa 13 akasema, lakini mmeniacha mimi na kuitumikia hiyo miungu mingine, basi kwa ajili ya hayo mimi sitawaokoa tena. Ndio hapo mstari wa 10 anawaambia sasa, nendeni mkaililie hiyo miungu. Bwana Yesu atuhurumie. Sasa ulimwengu wa leo watu wengi wanaiendea miungu. Watu wengi wamemwacha Mungu. Watu wanatumikia mashetani. Watu wanatafuta utajiri kwa miungu. Watu wanatafuta amani kwa miungu. Kama unatafuta mazindiko kwa waganga wa kienyeji ili kusudi wewe upate usalama nyumbani kwako, hiyo ni miungu umeikimbilia. Kama unatafuta upako kwa mashetani ili kusudi ukihubiri injili watu watetemeke, wakuheshimu, wakoni ni mhubiri maarufu, umeiendea miungu. Kama wewe unatafuta usalama wa nyumbani kwako, unatafuta matambiko kwa mashetani, unachinja makondoo, unampatia shetani kafara, umeiendea miungu. Kama wewe ni mwanasiasa, unatafuta nguvu kwa waganga wa kienyeji ili kusudi kiomba kura, upewe kura, ushinde, uwe rais, uwe mbunge, uwe waziri, ukubarike, wewe umeiendea miungu. Bwana Yesu atuhurumie. Manake wewe umemwacha Mungu. Umeona kwamba hayo maashitoreti ndio yanakufaa. Ndio Mungu sasa akifika mahara akachoka, anakuambia uiende hiyo miungu. Sio umchanganye yeye Mungu wa kweli na hayo maashitoreti yako. Mungu hachanganyiwi. Haleluya. Haleluya. Hapa tunatafakari kichwa cha habari ambacho tunaweza tukakita kwamba ni point of failure to apologize. Point of failure to apologize. Yani pale unapofika kwenye hatua ambapo unakosa jinsi ambavyo unaweza ukatubu. Bwana Yesu asifiwe. Yani tunatafakari hatua ya kushindwa kutubu. Kwa maana unapotenda dhambi alafu kafika wakati ukahisi Mungu amekuacha, ukahisi unahitaji msaada kwa Mungu, ukaona kwamba kuna haja uende kwa Mungu, ukaongee naye ili utubu, halafu mueleze na mahitaji yako. Lakini sasa unasikia hauna mahali pa kuanzia. Haleluya. Haleluya. Unasikia hauna mahali pa kuanzia. Unasikia kwamba sasa utaanzia wapi ili usogee mbele za Mungu, umwambie Mungu, naomba unisamehe dhambi zangu, nilikutenda dhambi, naomba unisamehe, ili ujipange ili kusudi sasa ukisha tubu halafu uanze kumwambia Mungu mahitaji yako. Sasa tunachokitafakari leo ni pale ambapo unasikia hauna pa kuanzia. Haleluya. Nani kati yenu ameshawahi kupatwa na hii hali katika maisha yake ya kiroho? Inafika siku unatamani uende mbele za Mungu ili uongee naye, halafu unasikia unakosa maneno ya kutumia. Haleluya. Ukabura ukiyaranja ukiyegeranya ati ngomba vugane n'Imana, ukabura amajambo japo ulibukoreshe, ukaca wumva yuko Imana atabwo iri bukumve. Haleluya. Haleluya. Yes. This we call it point of failure to apologize. Point of failure to repent. Yani igihe, wakati ambapo unashindwa hata kutubu. Unashindwa kabisa. Yani unahitaji kutubu lakini unashindwa kutubu kwa sababu wewe mwenyewe peke yako unajihukumu. Haleluya.
Unashindwa uanzie wapi? Kwa sababu maneno ambayo huwa unayatumia kumwambia Mungu akusamehe ni yale yale ndio unayotumia kila siku. Na wewe mwenyewe umefika mahara ukijitafakari, unajigundua, unajiona kwamba wewe ni mnafiki mbele za Mungu, na unaona kwamba hata ukitubu Mungu hatasikia. Haleluya. Sasa unakaa chini unajifikiria, sasa kwa sababu nimezidisha kubera ndengeje kuko ndarengeje ejo narako umwaka uheze narakoze ivyaha, mwaka uliopita nilifanya dhambi, nikaona dhambi ile ni kubwa, nikaenda mbele za Mungu nikamwambia nisamehe, akanisamehe. Mwezi uliofuata nikarudia dhambi tena, ilikuwa ile ile. Halafu nikajikaza, japokuwa niliona aibu kwenda mbele za Mungu, nikajikaza kwa sababu neno la Mungu linasema Bwana Mungu si mwepesi wa hasira, yeye anasamehe kila siku. Ukaenda ukamwomba msamaha, akakusamehe. Haleluya. Ukapata ujasiri, ukasikia amani, ukaona amekusamehe. Sawa. Mwezi uliofuata ukarudia, mwaka unaofuata ukarudia, na mwaka mwingine ukarudia, baadaye ukafanya zaidi. Sasa unafika wakati wewe mwenyewe unaona kwamba huna hata neno utakalotumia. Umeshamaliza dictionary yote waimaze. Umemaliza dictionary yote, maneno yote yanayotumika kumwombea Mungu msamaha umeshayatumia, umeshayamaliza. Jinsi ya kumbembeleza Mungu, kila maneno ya kumbembeleza ili kusudi aone kwamba kwa kweli Yefta leo ametubu, amejuta, yote umeshayamaliza. Sasa unaangalia nitumie neno gani. Hata ukisema ufungue dictionary kwamba nitafute neno ambalo lina uzito mkubwa sana, ambalo nikilitumia nikilitamka Mungu atanihurumia, unalikosa. Haleluya. Haleluya. This is the point of failure to repent. Yani sasa huna hata uwezo wa kutubu, kwa maana umeona hauna hata jinsi gani utasema ili Mungu akusamehe. Ni hatari, ni hatari sana. Inatisha. Watu wengi tunapenda sana kujifariji. Unapiga magoti mbele za Mungu eti unataka kutubu. Wewe mwenyewe hata kabla hujaanza kutubu unasikia moyoni, unatubu vitu gani? Kwani maneno unataka kutumia si ndio yale kila siku unasema? Wewe mwenyewe unasikia. Unaona? Sasa mimi kila siku namwambia Mungu naomba unisamehe maana mimi ni mzinzi. Sasa ukitubu, maana kutubu ni kujutia na kuacha. Isobanuro y'ukwihana nukwicuza icyo wabigiriye nukubihera. Sasa wewe umetubu na Mungu amekusamehe, na ukasikia kabisa moyoni nimesamehewa, unasikia na amani, na unaanza kuona connection zako na Mungu ziko vizuri, unagundua kumbe Mungu alinisamehe. Halafu kesho unarudia, halafu tena jioni unatubu, kesho kutwa unarudia, siku nyingine unarudia. Zamani ulikuwa unazini mara moja kwa wiki, sasa unaanza kuzini mara 7 kwa wiki. Umezidisha. Ulikuwa hauui, unachukia tu watu, una roho mbaya tu, unawaroga ili wapate mikosi. Sasa ukawa unatubu, Mungu anakusamehe. Unarudia, unawaroga watu, unatubu, Mungu anakusamehe. Sasa umebadilisha, badala ya kuwaroga wapate mikosi, unawaroga wafe. Bwana tuhurumie. Sasa inafika wakati Mungu anapata hasira. Ndio hapa katika kitabu cha Waamuzi sura ya 10 mstari wa 14. Mungu anasema sasa hataki. Anasema nendeni mkaililie hiyo miungu yenu mlioichagua. Bwana tuhurumie. Hiyo ndio iwaokoe. Mtakapokuwa mnasumbuka, yani mkipata stress zozote zile, hiyo Mungu ndio mniambie. Mkiugua kama mnaumwa, msije kuniambia Yehova ile tunakuomba utuponye. Sorry, I don't want. Mungu anakataa. Anasema nenda kwa hiyo miungu. Hiyo miungu hiyo ambayo unafanya mikataba nayo hiyo. Usirudie kusema kwa jina la Yesu. Tafadhali. Usirudie kusema eti ndagusabye wewe ndiho untabare unkize jewe n'umuryango wanje. No, nenda kwa hawa waganga kienyeji ambao uliwachagua, maana umeweka hirizi ndani ya nyumba yako ili wakulinde. Maana hao ndio wamekupatia maelekezo ukafanye kafara ili ukapige kura, ukapigiwe kura ushinde uchaguzi. Halafu unataka kuja kuniambia mimi eti naomba unibariki. Mimi Yehova nikubariki vitu gani? Nenda kwa hao waganga wa kienyeji wakubariki. Mungu atuhurumie.
Mungu akachukia, akasema sitaki, singoomba. Si tunajua Mungu ni Mungu wa rehema. Hapa alisema singoomba, I don't want, nendeni mkalilie Mungu yenu. Hey, pakawa pamechimbika. Lakini sasa, my God, my friend, I tell you, Mungu ni wa neema, I tell you, hata akichukia. Ndio maana tunarudi pale pale, tujichunguze tu, ila tusiwe na mazoea. Mazoea ni mabaya. Tukizoea, kwa sababu haujui kesho yako, haujui hata dakika yako inayokuja, haujui hata sekunde moja tu yako inayokuja. Mazoea ni mabaya sana. Acha mzaha, acha mzaha. Ukitubu, acha. Ukichagua kumtumikia Mungu, mtumikie yeye mwenyewe, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli. Achana na vijimungu mingine hivyo vimaashtoreti na hayo mabari yote. Achana na Freemasoni, achana na uchawi, achana na hayo mapepo unayoshirikiana nayo. Acha mahirizi yote. Nenda kwake huyu Yehova Yire peke yake, usimchanganye na vitu vingine. Hapa ndipo tunaona kwenye mstari wa 15 wana wa Israeli walivyoona sasa pamechimbika, ni ashoboka habavye. Wana wa Israeli wakasema kwa unyonge mwingi. Hapa kwenye mstari wa 15, my friend, I tell you, acha tupasome. Wana wa Israeli wakasema hivi. Wana wa Israeli wakamwambia Bwana, tumefanya dhambi. Utufanye yote uyaonayo. Acha nirudie. Kisha wana wa Israeli wakamwambia Bwana, tumefanya dhambi, utufanye yote uonayo kuwa ni mema, lakini tuokoe, twakusihi siku hii ya leo haya tu. Urumva? Yani kwa lugha nyingine, udutabare, utugire ikigongwe, lakini utugire cyose cyugomba. Yani utufanye jambo lolote leo unalotaka, lakini utuokoe. Inamaanisha kwamba hapa walichokiomba ni kwamba usituue. Maana waliona kwamba hapa kinachofuata si kingine, ni kuwafyeka tu. Kwa wakamuomba Mungu asiwaue, lakini awape adhabu yoyote ile ambayo anataka. Adhabu yoyote ile, ili mradi tu asiwaue. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jifikirie sala kama hii, maombi kama haya. Kati yetu nani ambaye amewahi kuomba maombi kama haya kwa Mungu? Ni nani? Hivi unaona ni rahisi kumwomba Mungu hivi? Jamaa, tusemeshe ule ukweli. Ni rahisi kabisa mtu, wewe hapa ulipo, unaweza kupiga magoti mbele za Mungu kumwambia Mungu, naomba unifanye vyovyote vile unavyotaka, ila tu nisife. Kwa maana ukisema hivyo, inaweza akafanya hivi. Kama ulikuwa na mashamba yote yakaharibika, kama ulikuwa na maduka yote yakafilisika, kama mlikuwa wazima nyumbani wote mkawa wagonjwa. Yani akaleta matatizo, ila tu msife. Mkakiona cha moto cha mtema kuni, lakini msife. Hivi kuna mtu hapa yuko tayari kuomba maombi kama haya waliomba wana wa Israeli? Hii ni hatari sana. Kwa hiyo waliona Mungu amefika mwisho, imana yageze kukaa nyuma. Nubwo ari imbabazi, irabona yuko ngaha nta vy'imbabazi. Narushe, vyarangiye, naragenda ndababarira kenshi. Waamuzi wengi walikuja, mnanitenda dhambi na wasamehe, na waletea kiongozi mwingine, na wafanyia vizuri, mnarudia tena upumbavu ule. Sasa mmezidi. Sasa sitaki hayo mamungu yenu, mkaombe hayo. Wakaona sasa, turayabonye. Wakasema tunaomba tufanye lolote unalotaka, lolote, kimoja tu, usituue. My friend, inaumiza kweli. Mimi siwezi kuomba hivyo, sikufichi, mimi siwezi kuomba hivyo kweli, siwezi kuomba hivyo. Hawa watu walikuwa na imani kali sana.
Mimi siwezi kuomba hivyo. Lakini kwa kuchanganyikiwa labda naweza nikajikuta nimesema hivyo. Mimi siwezi. Yaani mimi kuliko niseme hivyo naweza nikamwambia Mungu, mimi nimekuwa chukizo kwako sana sana. Naomba unisaidie tu, labda unitakase, halafu uniondoe tu kwenye hii dunia. Maana mimi sioni raha na faida ya kuendelea kuishi kwenye hii dunia yako ambayo ulioiumba na ukaniumba mimi ili nikutukuze. Lakini mimi kila siku ni wakukuudhi tu, nimekuwa tu kama ni mnafiki kwako. Ni afadhali tu unisamehe, unioshe, unitakase, halafu uniondoe tu, nisiendelee kuwa na kuuzi tu. Lakini mimi siwezi kuomba hivi my friend, siwezi kuomba hivi. Na vile ninavyopenda kula kwanza. Jinsi ninavyopenda kwanza kula kama chapati na maharage. Halafu nimwambie Mungu, eti nifanye unavyotaka. Nianze kukosa maharage mimi na chapati. Na ninavyojua ubaya wa magonjwa. Magonjwa tu ambacho niko nacho kila siku nalia mpaka natamani kumkufuru Mungu, nimwambie Mungu naomba uchuni toe nijipumzikie. Nimwambie Mungu nifanye vivyo tunavyotaka. Na shida nilizo nazo tu naziona kama hivyo, utasema mimi ndio wa kwanza nateseka duniani. Siwezi kuomba hii sara. Ni bora nimwambie Mungu, yatosha, naomba unisamehe hizi dhambi zote. Usiondoe tu. Yaani au uniondoe tu, nitoke niache kuwa na kuudhi. Sasa hili somo linatufundisha nini? Inatufundisha nini? Tuache mazoea na dhambi. Tuache kumzoea Mungu katika swala zima la kutubu. Tutubu, tumalize. Haleluya. Tuihane, tuheze. Acha unafiki. Unatubu leo asubuhi saa 1. Asubuhi saa 2 tayari uko kwenye dhambi. Asubuhi saa 4 unatubu. Asubuhi saa 5 unafanya dhambi. Mchana saa 6 unafanya dhambi. Saa 6 na dakika 1 unatubu. Yeah. Saa 7 unatenda dhambi. Halafu saa 8 ukitubu. Saa 9 unafanya dhambi kubwa kuliko ile ulifanya saa hizo zote ulizofanya mwanzo. Unafikiri Mungu ni mjinga wa aina hiyo? Sisi wenyewe tupime zile toba zetu tunazokuwa tunamwomba Mungu kutusamehe. Si mara nyingi sisi wenyewe tunajisuta nafsini mwetu, tunasikia kwamba japokuwa nimetubu ni kama nimetimiza tu wajibu. Sina uhakika kama Mungu amenisamehe. Kwani nasema uongo? Si kuna wakati tunatubu, wewe mwenyewe uko unatubu na Mungu naomba unisamehe, niliwaza mabaya, nilimtukana fulani, fulani alikuwa na shida, akaniomba nimsaidie, nikakataa kumsaidia, naomba unisamehe. Lakini uko naomba hivyo, wewe mwenyewe uko unasikia moyoni, japokuwa niko naomba, wala Mungu wala haikuwa na vithamini, wala Mungu haikuwa na vithamini. Hii ndio somo lilopo hapa. Wewe kila siku uko unapatia watu somo wafi. Halafu Jumapili uko kanisani. Isitoshe labda hata unaimba na kuimba, unamwimbia Mungu. Au hata labda hata nakuhubiri unahubiri. Haimaanishi kwamba unafanya dhambi usizozijua, unazifanya na unazijua. Sasa ina faida gani? Sina kuhubiri uache, sina kuimba uache, na kusali si ukitaka uache. Mungu hapendi wanafiki. Saa inakuja ambapo watu wanaoabudu watakuwa naabudu katika roho na kweli. Acha kuabudu kwa unafiki. Kwa hiyo tujirinde hii hali iliyowakuta wana wa Israeli isije ikafika siku na sisi ikatufikia. Tujirinde sana watu wa Mungu. Ni hatari. Ni danger, very dangerous. Very dangerous. Viteye ubwoba. Inafika wakati ambapo Mungu anakukataa. Unamwambia Mungu nisamehe, na kwamba sitaki. Mungu nisamehe, sitaki kukusamehe. Sitaki kukusamehe. Hamjasoma habari za Eli yule kuhani? Watoto wake wawili wanaitwa nani? Finehasi na Kofini. Finehasi na Kofini, baba yao alikuwa ni kuhani wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa baba yao ni kiongozi, mtumishi wa Mungu kabisa mzuri, kiongozi wa wana wa Israeli wote, wenyewe wakawa wanatumia vibaya vitu vya Mungu, kama ni sadaka zinazotolewa, wakawa ibigaba, wakawa watu ambao hawamheshimu Mungu. Lakini
vile walikuwa naishi bila kumheshimu Mungu, na Eli baba yao alikuwa anaangalia, akawa hawakatazi. Bwana tuhurumie. Akawa hawakatazi. Mungu akawa anaangalia. Vinamuuzi yale matumizi mabaya ya vitu vya Mungu, kama vile alivyofanya Belshaza wakati ule katika vifaa vya hekaluni, akaenda kuvitumia nyumbani kama vile vitu vya binafsi. Mungu alichukia wakati alipomuinua Samueli. Mungu aliapa akasema hivi, dhambi walioifanya huyo Finehasi na huyo nafikiri ni Hofni, watoto wale, hataweza kusamehe. Yani hakuna msamaha. Yani alisema, yani hakuna, yani jamani, Waswahili wanasema hakuna cha amswalie mtume. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema sitatoa msamaha hata iweje, mpaka mwisho wa dunia sitatoa msamaha kwa dhambi ambayo Hofni na Finehasi walikuwa wanafanya. Halafu na Eli akahesabiwa kwamba na yeye aliifanya kwa sababu hakuwakataza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hata kama unawaona watu fulani wanafanya dhambi, halafu wewe hauwakatazi kuambia nyie hiki kitu unafanya sio kizuri. Kama wewe unaona watu fulani wanafanya dhambi na hauwakatazi wakati wamo ndani ya uwezo wako kuwakataza, maana yake wewe na wao mnahesabiwa mamoja. Mungu aliwaambia sitawasamehe kabisa. Tunaisoma hiyo katika kitabu cha Waamuzi. Kwa hiyo jamani, kwa sababu muda ni mchache, tuseme tu kwamba neno la Mungu la leo limekuja kutupatia attention, angalizo kwamba hata kama Mungu ni wa neema, hata kama Mungu ni si mwepesi wa hasira, hata kama Mungu anasamehe dhambi, inafikaga wakati ambapo anakataa kusamehe. Halafu anakuambia hiyo miungu yako ambayo umeiendea ukaiombe hiyo. Kama unataka msamaha, kaiombe hiyo. Kama unataka neema, kaiombe hiyo. Kama unataka baraka, kaiombe hiyo. Acha kunisumbua mimi. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa hiyo tujilinde. Tujue kwamba hata kama kila siku huwa tunafanya dhambi na tunaomba msamaha kwa Mungu na Mungu anatusamehe, na tunaona mpaka na ishara kwamba kweli turabonye n'ikimenyetso, we have seen the signs, God has revealed to us. Mungu ametuonyesha, Imana yishuye yabigaragaje yuko yaduhariye. Acha mazoea, ipo siku atakataa kutoa msamaha. Kwa hiyo usifanye mazoea na dhambi. Utamani kutubu na kuacha jumla, kwa maana hata ndio tafsiri ya toba, kujutia na kuacha, kwamba umegundua kwamba hayo mambo unayoyafanya sio mazuri. Kwa hiyo umemwambia Mungu, sasa ninajuta na sitarudia tena. Ndio Mungu anataka hivyo. Haleluya. Mungu hataki shingo ngumu. Mungu hataki kichwa ngumu. Kwa hiyo hii leo tubu na uache hasira ya Mungu iliyowaka juu ya hawa watu mpaka wakamwambia Mungu, basi tunaomba usituue, lakini utufanye chochote unachotaka. Hiyo hasira isije ikawaka juu yako, isije ikawaka juu yangu, isije ikawaka juu ya kanisa la Mungu hili, isije ikawaka juu ya kanisa la Mungu hapa duniani. Na Mungu alibariki neno lake na kuwabariki wote waliosikia katika jina la Yesu Kristo. Amina.